Baada ya waziri mkuu kuweza kutangaza kwamba tarehe 9 ya Disemba hakutakuwa na sherehe ama kuadhimishwa kwa siku ya uhuru kutokana na budget ambayo wameiweka, wanataka uielekeze kabisa katika kutengeneza ama kurekebisha miundombinu ambayo iliharibiwa na waandamanaji wa Oktoba 29. Mheshimiwa Rais ameelekeza tarehe 9 hakutakuwa na sherehe za kuadhimisha hiyo Disemba 9, na gharama ya fedha ambazo zilikuwa zitumike kwenye sherehe ameelekeza ziende kutengeneza miundombinu hii iliyoharibika. Kuanzia leo, sekta zinazohusika mkae mratibu fedha zile zote ambazo zilikuwa ziende kwenye sherehe. Mheshimiwa Rais ameelekeza ziende kurekebisha miundombinu iliyoharibika. Sasa baada ya tangazo hilo kutolewa na waziri mkuu ambaye alikuwa amesema kwamba ameelekezwa na Rais Samia Suluhu Hassan kwamba pesa hizo zifanye mambo mengine ambayo yanahusiana na miundombinu ya taifa, Mange Kimambe ameamua kuja kumvaa Rais Samia kupitia social zake na kupitia mitandao yake kwa hiki ambacho alikisikia kutoka kwa waziri mkuu Mwigulu Nchemba ambaye alikuwa ametangaza kupitia hotuba ambayo alikuwa ameitoa, nadhani kama ilikuwa ni jana wakati alihutubia taifa. Sasa Mange alikuwa amesema hivi kupitia mtandao wake kusema kwamba eti Kimama muuaji leo anajali kuhusu matumizi kwenye sherehe, hamna kitu, hii ni kuogopa maandamano ya tarehe 9. Toka lini Samia Suluhu akajali kuhusu spending ya serikali? Bingwa wa kugawa vibahasha leo anawaza matumizi. Huyu waziri mkuu haram ndio fisadi namba 1 kwenye jopo zima la mawaziri. Eti mabasi ya Esther sio yake da. Yani wanatuona Watanzania wapumbavu. Mwisho wa nukuu. Sasa kuna mambo matatu makubwa ambayo ameyazungumza Mange Kimambe kwenye statement zake. Moja, amezungumza kuhusiana na kusema kwamba anavyojua Rais Samia ni mtu wa mwisho kabisa ambaye anaweza kawaza na kujali kuhusiana na masuala mazima ya matumizi. Amesema kwamba hapa anaogopa kabisa maandamano ya tarehe 9, ndio akaamua kudivert attention, kwa maana kwamba badala ya kuja kuzifanya sherehe za uhuru za tarehe 9 Disemba, ameamua kabisa kwamba sherehe ziwepo na mkusanyiko wote ambao utakuwepo basi utakuwa mkusanyiko ambao hauhusiani kabisa na sherehe za uhuru. Sasa anahisi kwamba hii ni moja kati ya njia ambayo Rais Samia na pamoja na serikali yake wameamua kutumia, ni mkakati fulani ambao wameweka ili wasiweze kuonyesha dunia upinzani ambao wangekutana nao siku ya maandamano na siku ya uhuru. Yani ingekuwa ni kama conflict of interest kwa aina fulani hivi, kutokana na kwamba siku hiyo vijana, kuna baadhi ya vijana ambao wamejipanga kwamba wataingia mtaani kwa ajili ya kuandamana kuipinga serikali ya Samia Suluhu Hassan, lakini pia ingekuwa ni tafrani kidogo wakati vijana wanaingia mtaani kwa ajili ya kutaka kuandamana na huku sherehe za uhuru nazo zinaendelea zinaadhimishwa. Sasa hii ingekuwa ni kidogo kitu ambacho kingeleta mkanganyiko kidogo kwenye taifa, lakini ikizingatia kwamba vyombo vya usalama siku kama ya hiyo ya uhuru ama siku yote ambayo inaadhimisha siku kuu yoyote ya kitaifa, polisi wengi nchi nzima huwa wamepewa mamlaka na wamepewa pia maelekezo tofauti ya kuweza kulinda usalama wa raia. Sasa hapo nadhani kidogo kungekuwa na mchanganyiko wa shida kujua polisi watasimamia sherehe nzima za uhuru ama watakwenda kudhibiti maandamano ambayo huenda yakatokea. Lakini pia amesema kwamba Rais Samia bana ni bingwa kabisa katika kugawa vibahasha. Anasema kwamba katika kugawa vibahasha, nadhani kwamba masuala ya mabahasha tuliona sana wakati wa kampeni za wasanii ambao walikuwa wanaperform kwenye matamasha tofauti ya kampeni zake. Sasa anasema kwamba huyu ni bingwa sana kugawa vibahasha. Sasa kwake hajali kabisa kwenye masuala ya kutekeleza wajibu wa wananchi. Lakini pia amesema kwamba waziri mkuu ndio ufisadi namba 1 kwenye jopo zima la mawaziri. Yani amesema kwamba katika mawaziri wote ambao wameteuliwa na Rais Samia Suluhu Hassan, hamna fisadi ambaye anamfikia Mwigulu Lameck Nchemba. Anasema kwamba huyu sasa ndio fisadi mkubwa nambari 1. Sijui unanielewa kwa hiki ambacho alikuwa amekisema Mange. Lakini sasa wewe ambaye umekuwa pia ukifuatilizia siasa za Tanzania kiujumla na serikali ya Rais Samia na mawaziri wake pia, unakubaliana na lipi
kati ya haya matatu ambayo ameyasema Mange Kimambe. Moja amesema kuhusiana na waziri mkuu kuwa ndio fisadi mkuu, fisadi nambari moja Tanzania nzima, lakini ametaja kuhusiana na swala la Rais Samia kuogopa maandamano ambayo huenda yatatokea tarehe 9, na lakini pia ametaja kuhusiana kwamba Rais Samia ni mtu wa mwisho ambaye anaweza kawaza kuhusiana na masuala ya spending, yani masuala ambayo yanahusiana na kuweka budget ya masuala ya kiserikali na vitu kama hivyo. Kwa hiki ambacho amekisema Mange Kimambe, nipe maoni yako kwenye uwanja wa comment.